Majira jana baada ya Tundu Lissu kuomba mawakili yake wajiweke kando ili kesi hiyo aweze kuisimamia mwenyewe, yani yeye mwenyewe ajitetee katika kesi yake ambayo inamkabili ya uhaini. Sasa mbali na hayo yote, majira ya jana usiku Kigogo ameweza kureact kufuatia mtandao wake na page yake ya mtandao wa Instagram, akiongea mambo mengi sana kuhusiana na hili sakata la Tundu Lissu, kuambia mawakili yake wakae pembeni ili yeye aweze kujitetea mwenyewe. Sasa ameweza kuandika ujumbe ambao mimi mwenyewe nitausoma bila kuongeza au kupunguza chochote kile kufuatia posti hiyo ambayo ameweza kuiposti Kigogo kufuatia page yake na mtandao wake wa Instagram hapo majira ya jana. Mimi ni Daud_Drizzy, hii hapa ni Blue House Dax Media. Subscribe ili wa kwanza kupata update zetu kila wakati na kila muda. Sasa nikusomee kile kitu ambacho aliweza kuandika Kigogo majira ya jana, ikiwa ni baada ya Tundu Lissu kuomba kujitetea mwenyewe katika mahakama. Ngoja ninukuu na nisome kile kitu ambacho amekiandika. Kigogo ameandika kama ifuatavyo: huyu mtu ni kiumbe wa ajabu sana, yani mwishoni kabisa kaona penalty yake apige mwenyewe. Watu wa CCM kuna namna wanahisi wanamchanganya au kumbadilisha TLA, lakini ndio kwanza kumekucha. Akiendelea kusema ya kwamba Kigogo, hata ukiwa CCM wa kuzaliwa lialia sijui CCM damdam, ukimsikiliza TLA anakupa elimu kubwa sana, na hiyo ndo maana sasa elimu sio kubeba vyeti majumbani. Akiendelea kusema hivi: kama taifa lingemtumia TLA ambaye ndo Tundu Lissu mwenyewe sasa kwa maslahi ya taifa, Mungu angetubariki zaidi ya hivi. Tundu Lissu ni rasilimali katika nchi yetu, ni basi tu Afrika bado tuko nyuma sana. Kwa hali ya kawaida huwezi kupewa kesi nzito kama hii alafu bado ukaamua ujitetee mwenyewe, na nyuma uko na mawakili zaidi ya 30. Afaka flash na image ya kucheka akisema ya kwamba wakumbushe tu CCM Tundu Lissu hajawahi kuwa mfanyabiashara wa siasa. Tunamfahamu ni kiasi gani mnamhitaji, lakini ndo vile kachagua kwa upande wa kutetea watu. Mwisho kabisa, hii kesi sio kesi, namna tu ya kumpotezea muda msema ukweli. Hivyo ndivyo aliweza kuandika Kigogo kufuatia page yake ya mtandao wa Instagram, akisema kwamba Tundu Lissu ni rasilimali kwa kweli. Haya, katika upande wa comment section, huyu hapa ni The Real Mama Boys akaweza kusema kwamba umesahau na hajawahi kupoteza pambano, na kingine Biblia inasema maombi yake mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Ndio sababu wanamnyima hata haki ya kuabudu, sababu naamini hata wao huu mstari wanaojua. Mwingine akaweza kusema kwamba anapiga spana zote hawamwezi. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba hivi Lissu ana watoto wangapi? Haya, akaweza kujibiwa na watu hapa kwamba unataka umzalie. Mwingine akamjibu kwamba ana watoto wawili. Mwingine akaendelea kusema kama ifuatavyo: kuna mtu leo alikuwa akiwapanga Wasukuma kwamba uchumi wa Tanzania upo juu ya Marekani. Nimesikia peke yangu au hivyo ndivyo aliweza kuuliza. Lakini mwingine akaweza kusema kwamba naiomba serikali imwachie huru Tundu Antipas Lissu, nizidi kujifunza kuhusu mahakama nimeomba. Lakini mwingine akaweza kusema kwamba Mungu yupo, hata sasa hajamwacha, atatenda tu. Kwa hiyo comment za wadau zimekuwa nyingi kufuatia hicho ambacho ameweza kuandika Kigogo kufuatia page yake ya mtandao wa Instagram. Sasa mbali na hayo yote, nimekuwekea full exclusive ya Tundu Lissu ambapo yale maneno aliweza kuongea mahakamani akijitetea. Nemsikiliza, lakini baada hapo utaweza kuandika comment yako. Ni kipi ambacho umejifunza katika hili? Mimi ni Daud_Drizzy, hapa ni Blue House. Subscribe ili kwanza kupata video zetu zinapotoka kila muda. Sababu hii ni mahakama ya sheria. Mheshimiwa, nataka nikusomee kanuni ya 13. Kanuni regulation 13 ya prison management regulations 1987. Prisons in brackets prison management regulations 1987. Government notice number 6 of 1987. GN 60 of 1987. Inasema hivi, naisoma kwa Kiingereza na nitaizungumza kwa Kiswahili wa kuuma huu wasikilize kuendelea gerezani. Every prisoner shall be given all reasonable opportunities of communication with his legal advisor or such other person as the officer in charge may approve as representing the interests of the prisoner, and a visit to a prisoner by the legal advisor
or such other person shall take place within the sight, but out of hearing of the prison officer. Within sight, out of hearing. Out of hearing. Sasa mheshimiwa, hii kanuni kuu kwamba wakili na mshtakiwa wanatakiwa wasisikilizwe maneno wanayozungumza na mtu mwingine yeyote, ni sehemu ya sheria kuu za kimataifa, Mheshimiwa Hakimu. Na nataka nisome the body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment. Hizi body of principles inaitwa maarufu kama the Mandela Principles. Kanuni za Mandela zilipitishwa kama tulielewa vizuri, yalilenga kuiambia mahakama yako sababu ya kwa nini hataki mawakili waendelee kumwakilisha. Kama tumemwelewa vizuri, alikuwa anatoa sababu zinazopelekea kwa nini anaona sasa ajitetee mwenyewe. Mheshimiwa, hoja nyingine ambazo wamezileta zikiwa ni sababu za kuieleza mahakama yako kwamba kwa nini anataka kujitetea mwenyewe. Mheshimiwa, japo mahakama yako tukufu imeshaamua kwamba imesha discharge kwa makubaliano mawakili wa utetezi katika shauri hili, na sisi tunaona ni busara, kwa sababu kifungu cha 310 ndio cha CPR ndio kinatoa haki ya mshtakiwa kuwakilishwa kwenye mashauri ya jinai.